Ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu kumwakilisha Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, kama mgeni katika mahafali haya ya 19 duru ya 3 ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam, ambayo pia tunaita DIT, hapa katika kampasi ya Songwe. Aidha, nichukue fursa hii kulishukuru Baraza la Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam kwa kumwalika Mheshimiwa Waziri wa Elimu kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ambayo ni mahafali ya 19 duru ya 3 katika kampasi hii ya Songwe. Na kama ambavyo ameeleza mkuu wa taasisi, mahafali haya yana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kutunuku stashahada ya uhandisi ujenzi, lakini pili ni kutambua wahitimu wa fani ya ufundi bomba ngazi ya pili, yani National Vocational Award Level 2. Haya ndio matukio yetu makubwa mawili mahali hapa. Kwa hiyo kwa kuzingatia ukubwa wa matukio haya, sisi kama wizara tunapenda kuishukuru sana taasisi hii ya Teknolojia Dar es Salaam kwa kuona umuhimu wa kutushirikisha sisi kama wizara kuweza kuja ku-officiate tukio hili kubwa kabisa ambalo lina umuhimu wake kwa sababu linazalisha nguvu kazi ambayo inahitajika sana katika kuchachua maendeleo ya uchumi wetu hapa nchini. Kwa hiyo kwa kweli ninawapongeza sana, nasema asanteni sana kwa kutukaribisha kuweza ku-officiate mahafali haya. Ndugu zangu, mkiona mahafali haya yamefana kiasi hiki, yamepangwa vizuri, kuna kamati ya maandalizi. Niombe kuipongeza sana kamati ya maandalizi pia kwa kufanya kazi hiyo nzuri ya kuweza kuhakikisha kila kitu kiko sawa na kila mmoja anafika hapa kwa wakati na anachukua nafasi yake na anatimiza wajibu wake kwa ukamilifu. Lakini nitakuwa mnyimi wa shukrani nisipopongeza Brass Band ambao wamefanya kazi nzuri kutuburudisha. Nimeambiwa Brass Band hii inatoka chuo cha mafunzo Kiwira na inaongozwa na Inspector Hamisi, nadhani kama sijakosea. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuweza kutumbuiza na kutusaidia kuratibu kwa namna ya utumbuizaji shughuli yetu hii. Napenda kuungana na wazazi, walezi, marafiki wa wahitimu hawa kuwapongeza sana wahitimu hawa ambao siku ya leo wanatunukiwa stashahada ya uhandisi ujenzi, yani Diploma of Engineering in Civil Engineering. Na mimi mtakubaliana na mimi kwamba tukio hili ni matokeo ya mambo mengi, ikiwemo wazazi kujinyima na kuweza kuinvest kwenu nyewe wahitimu. Lakini pili, wahitimu na wao wameplay part yao kusoma kwa bidii, kupata maarifa na ujuzi waliotegemea kupata kutoka kwa walimu wao. Kwa hiyo ni jambo kubwa na linastahili pongezi kwa wahitimu, wazazi na walezi wa wahitimu hawa. Lakini niseme kidogo na wahitimu kwamba sasa hivi nyinyi ni wahitimu wa stashahada, na bila shaka mnatambua kuwa elimu mlioipata ni hazina kubwa, na hazina hii ni muhimu kwenu nyewe peke yenu, kwa familia zenu na kwa taifa kwa ujumla. Ni matumaini yangu makubwa kabisa kwamba mtatumia hazina hiyo kwa ajili ya kujiendeleza nyewe binafsi, lakini kuendeleza pia familia zenu na kuendeleza taifa letu kwa ujumla. Lakini niseme neno kwa mafundi bomba ambao na wao leo tunawatambua kwa kufuzu mafunzo yao. Niombe kuwapongeza sana kwa hatua hiyo mliofikia. Na nimependa sana alichosema mkuu wa wilaya ya Momba, wa jina wangu. Yeye anaitwa Elias Daniel, mimi naitwa Daniel Elias. Amesema vizuri sana kwa maana ya uhitaji wa fani hizi ambazo zinapatikana katika kampasi hii ya Songwe.
kwamba kazi zipo lakini watendaji hakuna. Na sio kwamba watendaji hakuna, pengine watendaji hawana taarifa ya uwepo wa kazi hizo. Leo amewapa siri kwamba kazi zipo na akawaonyesha njia ya kupita kuweza kupata kazi hizo. Mojawapo amewapa siri ya kujifunza namna ya kupata kazi kutoka serikalini kwa kufahamu mfumo wa manunuzi wa serikali ambao unaitwa NeST. Kwa hiyo naamini baada ya hapa nyie wote mtatafuta taarifa zaidi namna ya kuweza kupata kuweza kuingia kwenye mfumo huo wa manunuzi wa serikali na kuweza kutenda hizo kazi za serikali. Na hii inamaanisha kwamba serikali ndiye mfanyabiashara mkubwa na private sector, si ndio? Kwa hiyo naomba na nyie muweze kuingia katika uwanda huo, muweze kufanya kazi na serikali. Lakini nimependa nasaha aliyoitoa mkuu wa wilaya wa Momba pamoja na mkuu wa wilaya Ileje kwamba mkuu wa taasisi Profesa Ndomba uone haja sasa ya kuweza kuingiza kwenye mitaala yenu component ya kuwaleta maafisa ugavi manunuzi kutoka serikalini waweze kuingia darasani na kuwafundisha vijana hawa namna ya kuinteract na mfumo huo wa NeST ili waweze kujenga expectation na waweze kushika zaidi kujenga hizo kampuni na hatimaye waweze kufanya vizuri. Ndugu washiriki, ninayo furaha kubwa kuwa pamoja nanyi leo katika siku hii muhimu na ya kihistoria kwenu nyote. Kuhitimu kwenu kunazidi kuongeza idadi ya mafundi katika soko la ajira, na hivyo kuliwezesha taifa letu kuwa na rasilimali watu yenye ujuzi na uwezo mkubwa. Na uwezo huo ni utasaidia katika kuchachua maendeleo ya taifa na kusaidia taifa kutimiza ndoto na malengo makubwa ya kuwa na uchumi wa viwanda. Ili viwanda viweze kufanya kazi vinahitaji mafundi, vinahitaji technicians, vinahitaji Kiswahili cha vocational ufundi stadi. Nahitaji technician na hawa mafundi mchumo sijui wanaita, sijajua vizuri. Kwa hiyo ili kuweza kufikia lengo au malengo makubwa ya serikali ya kuwa na uchumi wa viwanda, tunahitaji nguvu kazi yenye ujuzi na maarifa. Na nyie mnaenda kuingia kwenye pool hiyo ya vijana wenye ufundi na wenye elimu na ujuzi katika kuwezesha viwanda viweze kufanya kazi hapa nchini. Kwa hiyo ni siku muhimu sana na mimi najiona mwenye bahati kuweza kushiriki katika siku hii muhimu. Ndugu zangu, niseme ya kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuongeza fursa za mafunzo ya ufundi nchini na kusimamia ubora wa elimu. Na mtakubaliana na mimi kwamba idadi ya vijana wanaopata nafasi ya kujiunga katika mafunzo inaongezeka siku hadi siku. Mmemsikia Profesa Ndomba, mkuu wa taasisi, akizungumza idadi ya wanafunzi walio katika kampasi hii bado ni ndogo, lakini ameeleza kwa kifupi kabisa kwamba serikali imeleta fedha nyingi kwa ajili ya kuongeza idadi ya wanafunzi wanaopata mafunzo mahali hapa kutoka idadi hiyo ndogo chini ya 100 mpaka kwenda 300 na kuendelea. Kwa hiyo niseme kwamba serikali itaendelea kuwajengea uwezo pia watumishi wa taasisi hii ili waweze kupata mafunzo na stadi mbalimbali ambazo zinaendana na mahitaji na mabadiliko ya teknolojia yanayoenda kwa kasi kwa sasa hapa duniani. Kwa hiyo serikali inaona umuhimu wa kuinvest kwenye elimu. Na niseme ndugu zangu, mimi niko katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kabla sijaja Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, nilikuwa wizara nyingine ya Mifugo na Uvuvi. Mimi ni shuhuda kwa jinsi ambavyo serikali inatoa kipaumbele kwenye sekta ya elimu. Fedha zinazotengwa kwenye sekta ya elimu ni nyingi sana ukilinganisha na zinazotengwa kwenye wizara nyingine. Maana yake ni kwamba serikali
inaweka kipaumbele namba 1 kwenye rasilimali watu wenye ujuzi na weledi. Kwa hiyo nadhani serikali inahitaji pongezi, si ndio? Ndugu zangu, naomba kusema kwamba serikali ya awamu ya 6 itaendelea kugharamia elimu ya ufundi kwa kiasi kikubwa, ikiwemo huduma ya chakula kwa wanafunzi wote 18,316 walio katika taasisi mbalimbali za ufundi na ufundi stadi hapa nchini. Aidha, serikali itaendelea kugharamia mafunzo kwa vitendo viwandani ambayo inaitwa Industrial Practical Training kwa wanafunzi takriban 2,000 ambao wapo kwenye taasisi mbalimbali za ufundi na ufundi stadi hapa nchini. Na lengo ni kuhakikisha kwamba wengi wanapata fursa, lakini pia fursa ya elimu, lakini pia elimu inayopatikana inakuwa ni elimu bora ambayo inaakisi mahitaji ya soko la ajira. Lakini pia napenda pia kuwafahamisha wote mlioko mahali hapa kwamba serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali duniani humo kwa lengo la kuhakikisha wataalamu wetu, kwa maana ya walimu walioko mahali hapa, lakini pia hata wanafunzi wanapata uzoefu na ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la kikanda na la kimataifa. Nafahamu taasisi hii ya DIT imekuwa mnufaika pia katika mashirikiano haya ambayo serikali inabariki na inaanzisha kwa namna moja au nyingine, ili wataalamu wetu waweze kwenda kwenye nchi ambazo zimeendelea zaidi, na wataalamu kutoka nchi zilizoendelea waweze kuja kwetu pia na kuleta ujuzi huo, na hatimaye nguvu kazi yetu inakuwa na uelewa, inakuwa na maarifa na ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ndani, la kikanda na la kimataifa pia. Ndugu zangu na washiriki katika mahafali haya, naomba kusema kwamba serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatambua kwamba tangu kuanzishwa kwa taasisi hii au kampasi ya Songwe mwaka 2021, kampasi hii imekuwa ikitoa mafunzo bora kwa wanagenzi katika fani za ufundi bomba, umeme wa majumbani na tehama, na baadaye imeanzisha stashahada ya uhandisi ujenzi, yani Diploma of Engineering in Civil Engineering, kama ambavyo amekushainisha mkuu wa taasisi katika maneno yake ya ukaribisho. Niwapongeze wote mliopata nafasi ya kusoma katika kampasi hii, na kama alivyosema mkuu wa taasisi, kampasi ziko nyingi chini ya DIT, lakini katika mitihani ambayo imefanyika baadhi yenu mmewashinda hata wale walioko kule mjini Dar es Salaam, si ndio? Kwa hiyo niwapongeze sana, na hiyo inaashiria kwamba mafunzo yanayofanyika hapa ni bora. Alisema mkuu wa wilaya ya Ileje kwamba sisi tuko mwishoni, tuko karibu na Zambia, lakini kama uko karibu na Zambia mwishoni kabisa mwa nchi na bado elimu unayopata inakuwa inashindana na mtu aliyeko Dar es Salaam, inaashiria kabisa kwamba campus hii imejipanga vizuri. Nimpongeze mkuu wa campus, lakini pia mkuu wa taasisi kwa kuhakikisha kwamba mafunzo yanayotolewa mahali hapa yanakuwa na ubora ule ule unaopatikana pale Dar es Salaam. Hongereni sana 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 sana. Ndugu zangu, mtakubaliana mimi kwamba mahafali haya ya 19 duru ya 3 ni ushahidi wa wazi kabisa kwa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, kampasi ya Songwe imezidi kuimarika na inakuwa kwa kasi katika jitihada za kuzalisha wataalamu wa fani za amali, kwa maana ya vocational training, wanaohitajika katika soko la ajira. Nafahamu pia kwamba siku za karibuni, kufuatia maboresho yaliyofanyika katika sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2023, serikali imeweka msisitizo mkubwa kabisa katika masuala ya mafunzo ya amali. Tumeanzisha mafunzo ya amali katika sekondari, kuanzia sekondari ya chini kwa maana ya O level na kuendelea, na tunahitaji wataalamu watakaowezesha hayo mafunzo ya amali kufanyika katika ngazi za sekondari. Tunawatarajia nyie mliofudhu siku ya leo mtakuwa chachu na nguvu kubwa ya kuwezesha vocational training katika level ya sekondari, ili mwisho wa siku basi tuweze kujenga taifa lenye mafundi
na mafundi stadi wengi ambao watasaidia kukuza uchumi wa viwanda. Niseme ndugu zangu, hapo nyuma kidogo tulibadilisha baadhi ya vyuo vya ufundi vikawa vyuo vikuu, lakini taasisi hii ya teknolojia DIT imebakia na msimamo huo huo. Kwa hiyo tuwapongeze sana, na hii haikuwa bahati mbaya, ni kwa sababu serikali inaona umuhimu wa wanaotoka katika taasisi hii ya DIT. Tunahitaji mafundi technician pamoja na mafundi kwa ajili ya kuchochea sekta ya viwanda hapa nchini. Kwa hiyo ndio maana serikali sasa imefanya maboresho ya sera na maboresho ya mitaala, ikaweka mkazo kabisa katika mafunzo ya amali. Kwa hiyo naamini na nyie ni jeshi kubwa ambalo linaenda kusapoti ufundishaji wa mafunzo ya amali katika ngazi za sekondari pia. Lakini pia nimearifiwa kwa campus hii imeendelea kuboresha mbinu za ufundishaji, vifaa vya kujifunzia na kufundishia, imeendelea kuongeza idadi ya watumishi, imeendelea pia kuboresha miundombinu. Niseme haya ni mafanikio makubwa na yanapaswa kupongezwa. Hivyo napenda kuwapongeza kwa dhati kwa juhudi zote ambazo zimeweza kufikiwa. Nawapongeza uongozi wa campus hii, naipongeza uongozi wa taasisi ya DIT kwa ujumla wake, nawapongeza watumishi wa DIT kwa kuwezesha haya yote kuweza kufanikiwa. Hongereni sana. Ndugu zangu, ninaamini kabisa kuwa mafanikio na mageuzi tunayoyaona katika kampasi ya Songwe yametokana na moyo wa kujituma na moyo wa mshikamano kati ya wanafunzi, watumishi, management, baraza la taasisi kwa ujumla wake. Nasi kama wizara, kama serikali tunajivunia mafanikio haya kwa kuwa yanaakisi moja kwa moja maendeleo ya taifa letu. Kwa niaba ya serikali, napenda kuhakikishia kuwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea kuweka kipaumbele katika kuiboresha na kuiendeleza zaidi kampasi ya Songwe. Naomba kurudia. Kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kuweka kipaumbele katika kuiboresha na kuiendeleza zaidi kampasi ya Songwe. Ndugu washiriki, katika jitihada za kuimarisha mchango wa sayansi, teknolojia na ubunifu kwenye maendeleo ya taifa, serikali imeendelea kuchochea ukuaji wa masuala haya kwa kuwatambua, kuwalea na kuwaendeleza wabunifu nchini ili bunifu zao ziweze kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Katika muktadha huo, serikali imekuwa ikiandaa mafunzo kwa wabunifu wachanga na kutoa rasilimali fedha kwa wabunifu wanaobainika kupitia mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, yaani MAKISATU, kwa lengo la kuendeleza bunifu na teknolojia zao hadi kufikia hatua ya ubiasharishaji, yaani commercialization. Mathalan, serikali kupitia Tume ya Sayansi na Teknolojia, yaani COSTECH, imeanzisha kitu kinachoitwa Samia Innovation Commercialization Fund kwa lengo la kutoa mikopo nafuu kwa wabunifu ili kuwawezesha kubiasharisha bunifu na bidhaa wanazozizalisha. Napenda kuyasema haya kwa sababu na nyie mmepitia katika taasisi ya teknolojia, mmefundishwa vitu mbalimbali. Wakati natembelea kwenye maonyesho pale nje, nimeona bunifu mbalimbali, na bunifu zile zinatakiwa ziende sasa kwenye level ya kutengeneza bidhaa ambayo itaingia sokoni. Nimeona teknolojia ya kuwezesha mtoto mchanga aweze kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine bila kupata shida ya baridi kupindukia. Tumeona teknolojia mbalimbali za viatu, ya kutengeneza viatu. Tumeona teknolojia ya kutengeneza vipuri mbalimbali kwa kutumia kompyuta ya 3D, si ndio? Kwa hiyo zote hizi zinatakiwa ziende sokoni mwisho wa siku na ziweze kuzalisha ajira.
na ndio maana serikali imeona umuhimu wa kuanzisha mfuko huu unaitwa Samia Innovation Commercialization Fund. Naweza kuwaambia kwa ufupi tu, tangu kuanza kutekelezwa kwa mfuko huu mwaka 2025, katika awamu ya kwanza jumla ya shilingi milioni 667 zimetolewa kwa wabunifu 7. Kwa hiyo niwaombe nyie wahitimu leo muanze kutembelea tovuti ya COSTECH kuweza kujifahamisha zaidi kuhusu masharti ya kuweza kukidhi ili kuweza kupata fedha za kupeleka teknolojia kwenye level ya ubiasharishaji. Ningetegemea nipate makofi makubwa hapo kwa sababu hii inaonyesha utayari wa serikali wa kuweza kuhakikisha kwamba nguvu kazi zinatumika zaidi. Na nikimwangalia mkurugenzi hapa wa sayansi, teknolojia na ubunifu, kila siku wimbo wanaoimba ni kwamba sayansi, teknolojia na ubunifu ichachushe maendeleo ya taifa letu. Na bila kutumia sayansi, teknolojia na ubunifu, serikali au taifa lolote haliwezi kuwa na uchumi imara. Uchumi imara unatokana na matumizi sahihi ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kabla hatujatengeneza human resource managers, tunatakiwa tutengeneze company. Na company inatokana na teknolojia mbalimbali, ina provide services mbalimbali ambazo zote hizo zinatokana na ubunifu. Kwa hiyo na vichwa vya ubunifu viko hapa. Kwa hiyo ni wape habari nzuri kwamba mkiwa na ubunifu, serikali iko tayari kufanya kazi na nyie ili hizo ubunifu ziweze kufikia hatua ya ubiasharishaji na hatimaye muweze kutengeneza ajira, mjiajiri wenyewe na kuweza kuajiri wengine pia. Ndugu zangu na washiriki, na wapongeza pia taasisi hii ya DIT kwa kutambua, kujenga na kukuza na kuendeleza ubunifu nchini katika nyanja ya sayansi, teknolojia na ubunifu, kwa kuibua na kuwatambua wabunifu na kuendesha mashindano mbalimbali ndani ya taasisi na hatimaye kupata wabunifu mahiri ambao wamefanya vizuri katika ngazi mbalimbali na kutoa tuzo za ubunifu. Ninazo taarifa kwamba kampasi hii ya Songwe inaatamia mbunifu mmoja mahiri wa hapa Songwe ambaye anaitwa Adam Kinyekile, kwa jina jingine anaitwa street engineer, ambaye ana karakana yake pale Mpemba, Tunduma. Hongereni sana DIT kwa jitihada hizo. Jamani, naomba mpige makofi mengine mengi kabisa kwa Bwana Mpemba ambaye ni ushahidi unaoishi wa jitihada ambazo taasisi yetu ya DIT inafanya katika kuwatambua, kuwaendeleza wabunifu wetu ili bunifu zao ziweze kuchangia katika maendeleo. Hongera sana Bwana Mpemba. Hongera sana Bwana Mpemba. Anastahili makofi mengi tena jamani. Asante sana. Ndugu washiriki, wizara itaendelea kusimamia uendelezaji wa masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kutoa fursa kwa wabunifu na wagunduzi mbalimbali kujitokeza na kuonyesha bunifu na gunduzi zao, lakini pia kupewa fursa ya kuzitumia kusaidia jamii yetu na kuwaendeleza hawa wabunifu na bunifu zao ili kufikia hatua ya ubiasharishaji. Ndugu washiriki, nimefarijika sana kusikia kwamba kutokana na afua zilizofanywa na serikali yetu ya awamu ya 6, miongoni mwa changamoto ambazo zilitajwa kipindi kilichopita, nimemsikia mkuu wa wilaya ya Momba akisema hii ni mara yangu ya pili ya kushiriki katika mahafali haya. Na wakati niliposhiriki katika mahafali iliyopita, zipo changamoto mbalimbali ambazo zilitajwa kwa mgeni rasmi. Lakini leo nimefarijika kusikia kwamba baadhi ya changamoto zimepatiwa ufumbuzi na utekelezaji wake unaendelea. Mmemsikia mkuu wa chuo Profesa Ndomba kuwa serikali imeleta bilioni 2.7 kwa mwaka huu wa fedha wa 2025/26 ili kuboresha miundombinu na kuongeza udahili katika kampasi ya Songwe kufikia 300. Hizi ni jitihada kubwa zinazostahili pongezi. Lakini pia mmemsikia mkurugenzi wa sayansi, teknolojia na ubunifu
ambaye leo amemwakilisha mwenyekiti wa baraza la taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, akisema kwamba jumla ya bilioni 3.7 zimeelekezwa katika kampasi hii kupitia mradi wa TELEMS ili kuwezesha ujenzi wa majengo na upatikanaji wa vifaa katika kampasi hii. Ndugu zangu, tukijumlisha kwa wale wanaofanya hesabu ya haraka haraka, kwa uchache ni bilioni 6.4 zimeelekezwa katika kampasi ya Songwe kwa mwaka huu wa fedha tu. Na uwekezaji huu ninaamini 100% unawenda kubadilisha kabisa mazingira ya kufundishia na kujifunzia hapa kwenye kampasi ya Songwe. DIT Songwe hoye! DIT Songwe hoye! Ndugu zangu, kwa upande wa mafunzo viwandani, serikali imeendelea kuweka miongozo mbalimbali ya kuratibu ushiriki wa viwanda katika kukuza elimu ya ufundi. Aidha, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea kufanya juhudi za ziada za kuwasiliana na sekta binafsi kupitia taasisi ya sekta binafsi Tanzania ambayo inaitwa TPSF ili watoe fursa ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi na wafanyakazi wa taasisi za ufundi. Mmemsikia Mkurugenzi Profesa Mnyone katika changamoto alizozitaja, mojawapo ni utayari mdogo wa taasisi au sekta binafsi kushiriki katika kuruhusu mafunzo kwa vitendo katika viwanda. Hapa kama serikali tunaahidi kuendelea kushirikiana na TPSF ili taasisi hizi au sekta binafsi iweze kuongeza utayari wa kuweza kuwapokea wanafunzi na walimu katika viwanda ili waweze kupata practical skills. Ndugu zangu, ninapenda kuwakumbusha wahitimu kwamba baada ya kuhitimu masomo yenu leo, mafanikio katika maisha yenu hayatategemea tu elimu mlioipata hapa katika kampasi hii ya Songwe, bali yatatokana pia na jinsi mtakavyojituma na jinsi mtakavyotumia elimu yenu na jitihada ambazo mtaweka katika kujiendeleza kielimu. Nafahamu teknolojia inabadilika kwa kasi sana. Kwa hiyo yale mliojifunza hapa mkibaki nayo peke yake bila kujiendeleza, mtajikuta mnakuwa irrelevant. Kwa hiyo ili kuwa relevant siku zote lazima ufanye kazi kwa bidii, lakini pia ujiendeleze. Siku hizi kuna fursa nyingi sana za kujiendeleza kwa kutumia mitandao. Kuna taarifa nyingi sana kwenye mitandao. Sasa namna tunavyotumia mitandao ndio inayo determine faida tunayoipata. Unaweza ukatumia mtandao kuchat kwenye Instagram siku nzima, alafu ukaharibu macho na hakuna ulichokipata. Lakini ukatumia mtandao huo kwa ajili ya kupata maarifa mapya, kujifunza teknolojia mpya, kujifunza mabadiliko ya matumizi ya teknolojia, na hatimaye ukapiga hatua na kuongeza kipato chako na cha familia yako, na hatimaye kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, sio siri, ninafahamu zipo changamoto mbalimbali katika kujiajiri, lakini muhimu kuliko yote ni nia na uthubutu wenu katika kujiajiri. Challenges zipo, amesema hapa mkurugenzi wa sayansi na teknolojia namna ya kushinda fears za failure. Kwa hiyo naomba muazime ile msemo wake wa namna ya kushinda uoga wa kufail. Ninashauri kila mhitimu aliyeko mahali hapa awe na dhamira ya kujiajiri na kuwa tayari kuvuka vikwazo vitakavyojitokeza ili kufikia malengo yake. Vikwazo vipo, lakini mara unaposhinda unakuwa na ujasiri zaidi wa kushinda vikwazo hata vikubwa zaidi ya hivyo vitakavyokuja huko mbeleni. Ndugu zangu, ninapenda kuwakumbusha wahitimu wote kwamba jamii ina matarajio makubwa kwenu. Kwa hiyo tunatarajia kuwa wote mtaonyesha umahiri na mfano bora mahali pa kazi popote utakapokuwa. Na kwa kufanya hivyo mtakuwa mnaitangaza kampasi hii ya Songwe vizuri na kuwapa moyo walimu wenu ambao wamewafundisha kwa jitihada zote ili muweze kupata maarifa ya kukabiliana na changamoto za maisha. Lakini pia mtawapa moyo sana wazazi wenu ambao wamejinyima pamoja na walezi wenu ambao wamejinyima kwa ajili ya kugharamia elimu yenu. Ni kweli kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha, lakini pia kumbukeni elimu haina mwisho kama ambavyo nimekwisha kusema. Muwe na
nia ya dhati ya kujiendeleza kokote mtakapokuwa, kwa sababu teknolojia inabadilika kwa haraka. Kwa hiyo inabidi na nyie muweze kujiendeleza ili muweze kwenda na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Ndugu zangu, kabla ya kuhitimisha hotuba hii, napenda kurudia kuwapongeza tena wazazi pamoja na walezi kwa kujinyima kwenu mkagharamia elimu ya vijana hawa. Hongereni sana. Lakini pia naomba kuwapongeza wahitimu wote kwa jitihada zenu ambazo zimetuwezesha leo hii kukusanyika mahali hapa. Mmetupa sababu ya kukusanyika mahali hapa, si ndio? Hongereni sana. Na mnastahili makofi mengi sana sana sana. Ndugu washiriki, naamini pia mafanikio ambayo yamepatikana kutoka kwenye taasisi hii ya DIT yasingaliwezekana isipokuwa ni kwa bidii na juhudi za pamoja, kama ambavyo nimesema hapo awali, kati ya baraza la taasisi, management, wakufunzi walioko mahali hapa, naomba wasimame kwa umoja wao. Wakufunzi mlioko mahali hapa, naomba msimame tafadhali. Wakufunzi hawapo? Naomba tuwapigie makofi matatu mazito. Tunapiga makofi ya kibunge, makofi matatu ya mazito. 1, 2, 3. Asanteni sana kwa jitihada ambazo mmeweka kwenye elimu ya vijana hawa. Lakini pia naomba niwashukuru wafanyakazi wote wa DIT, kwa sababu sio wakufunzi peke yao waliowezesha haya kufanyika. Wapo wafanyakazi wasaidizi, kwa maana ya supporting staff, ambao walifanya kazi mbalimbali kuhakikisha kwamba mazingira ya kujifunzia na kufundishia na kujifunzia yanakuwa bora. Ninawapongeza sana na ninaomba muendeleze haya mazuri tuliyoyasikia mahali hapa. Kwa haraka kidogo, nimesikia changamoto ambazo zimetajwa na mwenyekiti wa baraza la DIT, ikiwemo uhaba wa watumishi, ufadhili wa masomo, na ile ambayo nimeshaigusia kidogo ya utayari mdogo wa sekta binafsi au viwanda kupokea au kushiriki katika mafunzo viwandani. Uhaba wa watumishi, ndugu zangu, tunafahamu serikali imeanza na inaendelea kidogo kidogo kutatua changamoto hiyo. Na kila mwaka serikali inaongeza vibali vya ajira. Kwa hiyo na sisi tutegemee kuendelea kupata vibali vya ajira kwa ajili ya taasisi hii. Na kuhusu ufadhili wa masomo, tunafahamu mwanzoni loan board walikuwa wanatoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu peke yake, kwa maana universities. Lakini maamuzi yamefanyika, pia mikopo hiyo inatolewa kwa level ya diploma, kwa zile program ambazo tunaziita priority programs. Kwa hiyo keki ni ndogo, lakini serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba level zote za elimu zinapata ufadhili. Mnafahamu pia kwenye level ya vyuo vikuu kuna program mbalimbali za ufadhili. Tuna Samia scholarship ya kawaida, tumeanzisha scholarship nyingine ya umahiri, scholarship ya umahiri, Samia scholarship extended kwenye level ya umahiri kwa maana ya masters. Lakini pia kuna scholarship mahususi kabisa ambayo na yenyewe inaitwa Samia scholarship extended, kuwezesha Watanzania, wanafunzi bora kabisa wa Tanzania wenye ufaulu wa juu kabisa katika level ya form 6 kwenda kusoma vyuo vikuu bora kabisa duniani, ili tupate nguvu kazi yenye maarifa na ujuzi wa hali ya juu irudi hapa nchini na kuweza kuchochea ukuaji wa uchumi. Yote haya yanaonyesha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kuwekeza katika nguvu kazi yenye maarifa na ujuzi unaoendana na mabadiliko ya teknolojia hapa nchini. Ninapenda kurudia kwa mara nyingine kushukuru baraza la taasisi kwa kumwalika Mheshimiwa Waziri kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 19 ya taasisi ya teknolojia Dar es Salaam duru hii ya 3 yanayofanyika hapa campus ya DIT. Na sasa niseme nipo tayari kutunuku stashahada na vyeti kwa utaratibu ambao umeandaliwa na taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.